Kila chuo ama shule ama taasisi yote ya elimu ikitangazwa mitihani, utaona kuna utaratibu baada ya mitihani kuchapishwa siku ya kwanza kuifanya hiyo mitihani, basi utaona walimu wakitoa namna maelekezo, usimamizi na vitu vyote. Lakini kwa taasisi za elimu ya juu utakuta control room, mahali ambapo pana kamera za ulinzi. Watu wako hapo ili kugundua ni nani anaibia kwenye chumba cha mtihani. Sasa leo tunataka kukufahamisha kuhusu ugunduzi muhimu sana uliofanywa na wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma hapa nchini Tanzania. Wao wamebuni mfumo ama teknolojia inayokubaini ukiwa unaibia kwenye chumba cha mtihani. Kevin, sijajua kama una kumbukumbu yoyote ya kunaswa, lakini najua hautakuwa umenaswa, hujawahi kunaswa. Kuhusu kunaswa sijui, lakini kuhusu kuona mtu amenaswa, tena mbinu ni nyingi. Wapo wanaandika katika sehemu ambazo hazionekani, wapo wanaoingia na vitu hata wakikaguliwa havionekani, lakini wakati mwingine vinakuja kuonekana baadaye kwa sababu ya mbinu. Unajua pia kutoa kile kibuti wasema kibuti, ukuta kingine kirefu, kuna uoga wake. Nafikiri hatuna mengi ya kusema zaidi. Tuelekee Dodoma. Sasa ngoja tuungane na mwenzetu George Mbara ambaye amezungumza na wanafunzi hao, Jillian pamoja na Caroline Lema, wao wakiwa miongoni mwa wanafunzi 5 ambao wamebuni teknolojia hiyo. Naam, asante sana wenzetu wa studio za Dar es Salaam, tumewapata kwa uzuri, na wakati huu nilete matangazo haya ya Morning Trumpet moja kwa moja hapa jijini Dodoma, na hii leo shajara linakwenda kuangazia masuala ya kitaalam, ambapo tunaelekea moja kwa moja Chuo Kikuu cha UDOM. Na huko kuna nini? Basi huko kuna ubunifu wa mfumo wa usimamizi wa mitihani kielektroniki, ambapo mfumo huo hautahitaji mwalimu au msimamizi wa mtihani awepo katika chumba cha mtihani. Wenyewe utakuwa unafanya kazi ya kusimamia, ikiwemo kuhakikisha kunakuwa hakuna udanganyifu na vitu kama hivyo. Na wabunifu wa mfumo huo ni wanafunzi wa mwaka wa 3 wanaosomea kozi ya mifumo ya taarifa za kielektroniki, ambapo hapa studio tunao wawakilishi wawili wanafunzi hao ambao kundi lao jumla wako 5. Ninaye Caroline Lema hapa studio, lakini vile vile ninaye Jillian Mboya. Tuanze na Jillian. Ni kitu gani hasa ambacho kilileta wazo la kuja na mfumo huu? Okay, wazo lilitokea kwamba tuna shida ya wanafunzi wengi chuoni kwetu. Wanafunzi ni wengi na unakuta mwalimu wa kusimamia mtihani labda ni mmoja, na pia analazimika aje chuo, hata kama ratiba yake imembana, lazima anahitajika kuja kutusimamia mtihani. Unakuta test na postpone hata mara 3 mara 4 bila kufanyika, kwa sababu tu mwalimu alikuwa yuko busy na lazima awepo wakati wa kufanya mtihani. Kwa hiyo tukaja na mfumo kwamba unaweza kumwezesha mwanafunzi afanye mtihani hata kama lecture hayupo, akiwa nyumbani, akiwa yuko busy, akiwa sehemu yoyote, ana uwezo wa kuhost mtihani, wanafunzi wakafanya, na hakikisha kwamba kwa kiasi fulani wanafunzi wamefanya wakiwa katika hali ya uaminifu bila kucheat hivyo na vitu kama hivyo. Caroline, turudi kwako sasa, namna gani mfumo huu unaweza kufanya kazi na unatumia teknolojia gani? Okay, sawa. Mfumo huu unafanya kazi kwa kumwezesha mwalimu ambaye ndo lecture atengeneze quiz au test au hilo jaribio ambalo anataka kulitengeneza. Then akishafanya hivyo anaweza kupublish, ambapo mwanafunzi anaweza akakipata access. Then mwanafunzi sasa pale ambapo anataka kuanza mtihani, mfumo utahakikisha mazingira yake, kama mazingira yako salama, yani ambayo ni mazingira ambayo yanaruhusu mtihani, kwa mfano kama yuko mwenyewe hivyo. Then wakati anafanya mtihani sasa ndo tunaanza hizo anti-cheating mechanisms, yani kwamba inaangalia kama yuko na mtu zaidi ya mmoja, yuko na mwenzake, kama anaangalia kwenye screen, kama anahama screen au kama anafanya tab switching. Yani nikisema kufanya tab switching ni kama akihama, kwa sababu itakuwa hosted kwenye browser, basi akienda kwenye tab nyingine ambayo inaweza kumsaidia kuchukua majibu, au akikatisha ile screen yake katikati huko akaweka quiz huko akaweka labda akili mnemba. Teknolojia tunayotumia ni teknolojia ya computer vision na artificial intelligence, ambayo ndo akili mnemba. Yani computer vision ni kwamba ile uwezo wa kompyuta kuchukua picha
kwenye mazingira na kuzielewa na kuzifafanua. Afu artificial intelligence ni akili mnemba ambayo sasa ndio atakuwa anaangalia idadi ya watu waliopo, guest tracking na vitu kama hivyo. Sasa katika chumba cha mtihani mathalan ndio mfumo huo mmeuweka, ni vitu gani vinakuwa pale ndani mtu aweze kufahamu? Mnafunga ni cameras ama kuna kitu ambacho kinakuwa kinatambua labda Face ID au kitu gani ili kuweza kutambua huyu ni mwanafunzi na anafanya mtihani wake pasipokuwa na udanganyifu wa aina yoyote? Ni vitu gani vinakuwa ndani ya mfumo? Okay. Pale kama yuko kwenye chumba, so lazima kwenye chumba cha mtihani kwa sababu as long as yuko kwenye mahali ambapo anaweza kashiriki kwa mtihani kwa uaminifu. So ina maana awe tu na laptop yake. Lakini vitu sasa vinavyohakikisha kwamba anafanya katika hali ya uaminifu, kama nilivyosema awali kwamba wakati kabla hajaanza quiz tuna check environment. Pale kwenye kucheck environment tuna check kwanza baseline identity, yani kwamba sura yake inaonekana kwamba ndio anataka kushiriki mtihani, ndio sura ambayo iko saved kwenye database kwamba hii ni account ya huyu mwanafunzi. Ndio hicho tunachokifanya. Na sasa ndio hapo kwenye tuna check environment kama ameconnect kwenye other screens, kama fanya mirroring, kama ameconnect, kama ni kitu kingine ambacho labda kitamfanya namna ambayo labda mtu mwingine akiwa kule anaona screen yake na yeye akiwa hapa anaweza kupokea majibu. Asante. Turudi kwako Gillian. Ni udanganyifu wa aina gani ambao mfumo unaweza ukang'amua? Kwa sababu tunafahamu kwamba udanganyifu kwenye mitihani kwa aina nyingi. Kuna wakati mwingine mtu anadesa kwa mwenzake, wakati mwingine mtu labda kaingia na nondo, mnaita wenyewe watoto wa chuo. Mtu kaingia na nondo, au wakati mwingine mtu anaweza hata kajichora mwilini akaandika majibu mwilini au kwenye nguo. Ni udanganyifu wa aina gani huo mfumo unang'amua? Okay. Kuna pati kama 4 au zaidi ya 4. Ya kwanza ni kuhakikisha mwanafunzi anayefanya mtihani ndio yeye, kwamba akawa ni binadamu kweli lakini anayefanya mtihani sio yeye. Kwa hiyo ya kwanza ni baseline identity, kwamba anayefanya mtihani ndio mwenyewe. Kingine ni vitu ambavyo vinamzunguka. Ameshika simu, labda kuna mtu mwingine pembeni yake, labda ameshika karatasi, ameshika daftari, vitu kama hivyo. Kitu kingine ni pamoja na kitu kingine Gaze tracking. Gaze tracking, kwamba akiwa anaangalia screen yake kile ambacho jicho lake linazunguka maeneo gani. Kwa mfano hivyo umesema ameandika kwenye paja, akiwa anaangalia chini sana kamera itamnasa kwamba haangalii kwenye screen muda wote, kuna muda anazungusha jicho. Itakupa warning kama mara 2 mara 3, alafu baada hapo itakwambia kwamba itaenda kujisubmit kwenye ukurasa wa mwalimu, na itaonyesha kwamba huyu mtu alikuwa anafanya kitu fulani na fulani na mtihani wako umejisubmit kwa sababu ya sababu fulani na fulani hivyo. Tuambie sasa mtihani huu ambao unakuwa mfumo unasimamia, ni makaratasi au ni mtihani unafanyika pia na wenyewe kwa njia za labda kompyuta au vipi? Okay, mtihani unafanyika kwenye kompyuta, kwenye PC. Mwalimu anatunga kwenye ukurasa wake, anaruhusiwa kutunga mtihani, anaupublish, mwanafunzi anaona kwenye upande wake wa dashboard yake, anaufanya kwenye PC. Sio mtihani wa makaratasi. Itakuwa ni ngumu kumonitor mtihani wa makaratasi kwa sababu tunahitaji mwanafunzi awe na focus kwenye PC. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba akiwa anafanya mtihani kwenye PC, mazingira anayofanyia yawe kwenye mazingira ya uaminifu bila yeye kuwa ana cheat. Sasa wakati mwingine tunafahamu PC inaweza kuwa na matumizi mengi kwa wakati mmoja. Mwalimu kaleta mtihani, ameutuma kwenye PC kwa njia hiyo ya mtandao, lakini kwenye PC umejiunga labda na net. Unaweza ka access Google, ka access nini, ukauliza swali pale, ukajibiwa, ukalijaza kwenye mtihani uliotumiwa. Hapo mnadhibitije? Kuna kipengele ambacho kinakuzuia wewe kugawanya screen yako iwe sehemu mbili. Lazima inakuforce iwe full screen. Ukiwa unafanya mtihani lazima mtihani ugawanye kwenye screen nzima. Usio kugawanya PC iwe kwenye upande mmoja huko, upande mmoja huko. Na pia kuna kipengele kinachozuia, kuna sasa hivi unaweza ukachukua PC yako ukachomeka hata kwenye TV au kwenye screen kubwa, ikawa inafanya mirroring, kinachoonekana huko kinaonekana na kule, au kinachoonekana huko ni kitu kingine na kule kingine. Iko nacho kinazuia. Kitakwambia kwamba udisconnect kwanza, ubaki na screen moja ndio endelee kufanya mtihani wako. Bila hivyo hauwezi kuendelea kufanya mtihani. Caroline. Uvumbuzi wenu umeshafanyia majaribio? Ndio, tumefanyia majaribio. Okay, cha kwanza tumefanya internal testing, yani kwamba sisi wenyewe tumetengeneza mazingira ya mtihani. Afu tunafanya kwamba hii inakuaje?
Lakini pia tumefanya majaribio, maonyesho, ilikuwa ni ya innovation and research. Tulifanya maonyesho na majaribio, kwa hiyo tulionyesha watu jinsi ambavyo mfumo unafanya kazi na kuwahakikishia. Lakini pia mbele ya wakufunzi wetu, mbele ya lecturers tumeshafanya demonstration na majaribio na wakajitisha na matokeo. Hapo sasa ni wakati gani hasa ambapo lecturer atatuma mtihani na mwanafunzi aweze kufanya? Kwa sababu tunafahamu katika hii mitihani ya kawaida ambayo inafanyika ya makaratasi kunakuwa na muda maalum, labda kuanzia saa 2 mpaka saa 4 mtihani unakuwa umemalizika. Sasa katika huu mfumo ni wakati gani hasa ambapo mwanafunzi anatakiwa apate ule mtihani na aanze kufanya? Kwa sababu ukiwaisha sana pia ana uwezo wa kwenda kutafuta majibu katika sehemu nyingine. Ni wakati gani hasa ambapo mwanafunzi anatakiwa upate mtihani na kuufanya? Okay. Sasa sisi tumesema kwenye mfumo wetu kuna inamwezesha humo ndani lecture kutengeneza mtihani. Kwa kama anatengeneza mtihani pale ana uwezo wa kuset kwamba mtihani utachukua muda gani. Kwa hiyo kama ni maswali yake 5, atakadiria baada ya dakika 5. Kwa dakika 5 zikiisha, mtihani utajisubmit. Na mwanafunzi atakuwa hawezi ku-access tena. Na namna gani sasa chuo wasapoti katika huu ubunifu wenu? Kwanza mwitikio wa wakufunzi ulikuwa ni mzuri. Kwa hiyo walitusaidia, walitupa ideas, walitusupport kwa kila namna. Lakini pia kuna watu wengi ambao walikuwa kama advisors na guiders, kwa sababu walikuwa ni wataalamu kwenye hayo mambo ambao walitusaidia. Kwa mfano naweza nikataja majina au? Yeah. Okay. Kwa mfano kama wakufunzi wetu kama Madam Doris, Mr. Tobias walikuwa msaada mkubwa sana. Na pia kwenye ushauri kuna Ramadhan Abrogast, yeye alikuwa msaada mkubwa sana kwenye kutuongoza jinsi procedures za kufuata ili kufanya mfumo uwe mzuri. Kongole sana kwao. Jillian, kuna gharama yoyote kwenye ubunifu huo ambao mmeufanya? Gharama zipo, kwa mfano kwenye internet, kupata internet kwa ajili ya kuendeleza kazi, maana kuna vitu vingine hauwezi kufanya bila kuwa na access na internet. Na pia tulipata changamoto ya PC zetu, yani kwenye kikundi chetu chote PC zetu, uwezo wa PC zetu zilikuwa ni mdogo. Kabidi tuombe, na kuna mwingine anakuambia tunakodisha kwa hela, kwa hivyo maana inachukua muda mrefu, afu na yeye anakuwa hatumii PC yake. Kwa changamoto kama hizo, matumizi ya hela yalikuwa lakini sio makubwa sana. Sasa mwanzoni ulisema kwamba ndani ya mfumo pia kunakuwa na AI ya kutambua mazingira na vitu kama hivyo. Na AI yenyewe inatumia pia kamera, na kamera ambayo ulikuwa unaizungumza bila shaka ni kamera iliyoko kwenye PC. Sasa katika mazingira mengine ambayo yanamzunguka mwanafunzi, usimamizi wake ukoje? Kwa sababu kamera ya PC yenyewe inamface pale alipo. Kwa maana hiyo itamwangalia pale alipo, lakini kwa mbele pale ya PC kunaweza kukaa kuna kitu kingine ambacho mwanafunzi anaweza kukiona. Yaani kwa mfano kama hapa hivi, hii PC yako umeiweka hapa, kamera ni hii hapa hii, ambapo ndio inakuwa inatoa taarifa za mtahiniwa. Lakini kwa mbele hapa ambapo mtahiniwa atakuwa anapiga macho, itakuwa anaonekana kama anaangalia kamera, lakini kumbe kuna kitu kingine kwa nyuma yake. Haya mazingira sana yanayomzunguka inakuwaje? Sasa ndo kuna kipengele kimeikuwa kinaitwa cha gaze tracking. Unaangalia wapi? Ukiwa unaangalia juu kwa muda mrefu, kamera itakuwa uangalie ufocus kwenye screen. Kama macho yako yakiwa yamenikwa juu sana, hiyo pia itakuwa detected huko na itakuwa pani. Ukiwa hata kama kiko mbele yako, kuna jinsi ambavyo utakuwa unainua macho, itakudetect tu. Lakini kuna wakati mwingine kwenye mtihani wa kutafakari, yani sio muda wote tu wewe utakuwa uko busy unaandika. Yani kuna wakati labda swali limekuja unatafakari wakati unatafuta majibu. Unaweza kuwa unaangalia juu, unaweza kuwa unaangalia pembeni, yani kila mtu ana aina yake ya kutafakari. Mimi naweza kana naangalia juu hivi ndio navuta kumbukumbu na kichwani na roll ili swali ni kama vile linajibiwa vipi na nini. Sasa katika eneo hilo AI wa mfumo atatambua kwamba anafanya udanganyifu, kwa sababu wakati mwingine mimi nakuwa nawaza tu nimeangalia juu au nimeangalia chini au nimeangalia pembeni. Hiyo inakuwaje? Yani na Caroline,
Yani tujibu kwenye hiyo. Kile kitendo ambacho utakifanya ambacho AI atasema kwamba umefanya kosa, hiyo picha inakuwa stored, inahifadhiwa, alafu lecturer akija kwa review attempts anakuja anaona okay, huyu alikamatwa, labda anaangalia pembeni. Kwa hiyo kicho kipengele cha kuangalia pembeni kinaonekana. Kwa hiyo sasa let's say wewe ukasema kwamba umesingiziwa au hujafanya chochote kibaya, binadamu anaweza kwenda pale kujiridhisha. Lakini pia yani sio kwamba huu mfumo umekamilika 100%. Kuna vitu bado tunafanyia research vya kuongeza na kuboresha. Kwa hiyo kuna udanganyifu ambayo unaweza kutokea kwa sababu hiyo issue ya macho ni very sensitive. Kwa hiyo inabidi tunafikiria kwamba kuna uwezo wa kuongeza modo nyingine zaidi ambazo ziko accurate zaidi za akili mnemba ambazo zinaweza zikawa sasa hivi vitu vidogo vidogo ambavyo vinaweza vikawa vinasababisha yani mtu kasingiziwa vikasababisha inconsistencies to the address. Hapo sasa katika maelezo mfumo mwanafunzi anafanya mtihani wakati lecturer labda yuko sehemu nyingine. Anatuma tu mtihani na vitu kama hivyo. Sasa katika hicho kipindi ambacho umezungumza hapa, mtu labda alikuwa anaangalia pembeni au anatafakari kwa namna moja ama nyingine, lecturer baadaye anakuja kujiridhisha kwamba alikuwa haigilizii ama hadesi. Wakati huo mtihani umeshamalizika na amesha submit. Hata lecturer akija kuangalia itakuwa inasaidiaje sasa mfumo? Okay. Sawa. Baadaye hapo ameshasingiziwa, ndio tumesema. Sio huenda amesingiziwa au kweli alikuwa anadesa. Kama kweli alikuwa anadesa, sasa sheria za mtihani zinajulikana. Kama hauruhusiwi kudesa. Kwa hiyo ukidesa ina maana unawekewa 0. No, sasa utafahamuje kwamba alikuwa anadesa au alikuwa hadesi? Okay. Wakati yeye yuko peke yake labda kwenye chumba cha mtihani au sehemu aliyopo mnasema kwamba ni sehemu ambayo mazingira yanaonekana ni salama kwa kufanyia mtihani. Na labda mbele alikuwa ameweka karatasi anaangalia, anajibu, anaangalia, anajibu. Alafu baadaye kisha submit kwenye mfumo, mtihani umemalizika, kaondoka zake. Lakini lecturer akija ku preview anakuta labda alikuwa anaangalia pembeni, alikuwa anaangalia chini. Utamdhibiti vipi sasa hapo kwa ushahidi kwamba huyu alikuwa anadesa wakati kamera inayomuonyesha inaonyesha sehemu yeye alipo tu, sio sehemu ya mbele yake ya PC. Ya PC. Okay. Okay, kwa sasa hivi kitu ambacho tunaweza kumonitor ni kile ambacho kinaonekana mbele ya kamera. Kile ambacho kinaonekana beyond the camera bado hatuja na uwezo wa kufanya kitu kama hiko. Ila hatujaje kuzuia 100%. Tunataka kupunguza cheating kwa 1% kubwa, sio kwa 100%. Kwa hiyo kuna wao wanaweza kuponyoka, wakabypass, wakafanikiwa kucheat, ila tunataka kupunguza cheating kwa 1% kubwa, japokuwa sidhani kama tunaweza kupunguza kwa 100% kwa sababu bado kuna wanafunzi wa tundu. Either way bado watatafuta jinsi ya kuponyoka. Na hivyo kitokea kama umesingiziwa, kuna jinsi ya kudhibitisha kwamba kweli haujasingiziwa au kama kweli ulikuwa unafanya, tutakuwa tuna ushahidi pale. Ile picha kwamba iliyoko inasema wewe umecheat, ni kweli ulikuwa umecheat au ulikuwa umegeuka umefanya nini? Tunaweza kudhibitisha. Na ikitokea kweli hujafanya hivyo, basi lecture tangalia jinsi gani ya kukurudishia marks zako. Kwa upande wa ulinzi wa taarifa sasa za mwanafunzi mwenyewe mnazilindaje? Haya. Okay, cha kwanza wakati tunafanya mfumo, tunatumia kamera. Hatufanyi continuous recording ya video. Tunachukua picha baada ya muda fulani in a random interval. Tunachukua kitu kinaitwa snapshots, picha. Inapiga alafu inakuwa inapitisha kwenye AI models kwenye akili unde, alafu itakuwa inaangalia. Kuna baadhi ya activities nyingi zinafanyika hapa mbele ya kamera. Kama kuangalia sijui unaangalia wapi. Process nyingi zinathibitishwa kwenye front end ambayo ni kile ambacho kinaonekana. Front end ni ile ambayo mtumiaji anaona, alafu kuna ile back end ambapo ndo logic zote zinafanyika. Kwa kuna picha zinachukuliwa hapa mbele alafu zinapitishwa kule kwenye back end alafu zinakuwa zinaangaliwa. Ikikuta haina shida yoyote inajifuta, hairekodiwi kwenye database yetu. Ila zile zenye shida zinakuwa encrypted alafu ndo zinaingizwa kwenye database. Na ile kuona ni yule mtu ambaye yuko responsible peke yake. Either ni mwalimu ambaye anataka kuhakikisha hii picha kweli mwanafunzi alikuwa anacheat au la au hivyo. Sasa mwalimu yeye ametoa mtihani kwa watu labda darasa na watu 100. Mwalimu katoa mtihani na watu wote labda wana access mfumo. Ametuma kwenye mfumo na wanafunzi wamepewa muda mtihani kuanza na muda mtihani kumalizika. Sasa kwenye ufuatiliaji wa mwenendo mzima wakati wanafunzi wanafanya mtihani,
hamuoni kama mwalimu mnampa mzigo wa kufuatilia mtu mmoja mpaka mwingine mpaka amalize watumie? Yaani urahisi wake unakuwa uko vipi tofauti na ile mitihani ya usimamizi wa mwalimu au lecturer anakaa hapo mbele anakuwa anaangalia darasa zima? Hapa mfumo wetu unamwezesha lecturer asiwe, yani hatakiwi kuwa in the presence kwamba anaangalia mwanafunzi mmoja mmoja anafanya nini. Mfumo wenyewe ndio unaofanya huo kulinda kwamba mwanafunzi anafanya kitu fulani na kitu fulani. Yeye sio lazima awepo pale kuangalia kwenye kamera kila mtu huyo anafanyaje, anafanya nini na muda gani hivyo. The only thing ambayo yani inamsaidia cha kwanza ni kutokuwepo yeye presence kuangalia kama kweli wanafunzi wanafanya au la, na kingine ni mfumo kujisahihisha wenyewe. Kwa sasa hivi tumeweka in a form of multiple choice. Kwa hiyo zile multiple choice zinakuwa anakuwa anaweka na majibu yake. Kwa hiyo ukisha submit mtihani mfumo unajisahihisha. That's another advantage. Na pia kuna dashboard ambayo inaangalia, atakuwa anaangalia specifically. Kuna dashboard itakuwa inaonyesha wanafunzi wote. Ila yeye akitaka mwanafunzi specifically kumwangalia atakuwa anaenda kwenye page ya kila mwanafunzi anaangalia alikuwa na shida gani na kadhalika. Lakini pia pale kwenye zile attempts yani wakishashiriki kama mwanafunzi hajafanya chochote itaonyesha kwamba huyu hana shida, ameshiriki hivyo, hana shida. Alafu kama kuna mwanafunzi ambaye alikuwa disqualified kwa sababu alikuwa ana shida, kwa hiyo itaonyesha kwamba huyu hapa disqualified. Sasa kwa mfano imetokea mfumo umecollapse. Inakuwaje? Mfumo umecollapse. Basi lakini nini ndo tulichokuwa tunajaribu kufanya, kwa sababu hivi vitu ni vizito, unaona, kuintegrate hivi vitu vyote kwenye mfumo mmoja ni vitu vizito. Ndio maana tukajaribu kufanya in such a way that iwe rahisi na iwe accessible na huo mfumo uwe mwepesi, yani isiwe ngumu kudeploy kwamba uka collapse kiurahisi. Tayari mmebuni mfumo na mmefanya majaribio. Mipango ya baadaye ikoje? Mipango ya baadaye. Okay, mipango ya baadaye ni kuboresha. Kwa sababu kuna vitu hata sisi wenyewe tunaviona bado havijakaa sawa. Kwa mfano kuna issue ya kwa mfano mtu akiwa anatumia desk kwamba unampa ruhusa mtu kutumia kifaa chako lakini hayupo. Unaona? Kwa hiyo mtu anaweza akafanya hivyo akakufanyia mtihani. Kwa hiyo kuna changamoto ya sauti, kuna changamoto kwamba mtu pale wakati unafanya mtihani anaweza akaweka video afu kumbe sio yeye, ni video tu ameweka pale. Kwa hiyo bado kuna vitu vya kuboresha. Kwa hiyo sisi tuko yani tukipata I guess ni resources tunaweza tukaboresha vitu kama hivyo. Sasa tukiendelea mwisho Jillian, mtuambie sasa tayari mmebuni mfumo huo wa usimamizi wa mitihani ya kielektroniki na mnaulindaje sasa mfumo wenu ili watu wengine wasije wakakopi na kutumia, na mna mipango gani ya kugeuza sasa kuwa bidhaa ambayo mtaiuza sokoni? Honestly, kwa sasa hivi bado tupo kwenye development na testing stage. Bado hatujafika kwenye ile hatua kwamba tunafanya uanze kutumika. Bado kuna vitu vya kuboresha zaidi. Kwa hiyo bado hatujafika kwenye ile hatua kwamba sasa hivi mfumo uko tayari kutumika. Bado tunafanya research na kuangalia sehemu gani ya kuboresha na kufanya testing zaidi. Kwa hiyo kwenye hiko kipande kwa sasa hivi tunaweza kusema bado kidogo kwa sababu bado tupo kwenye development na testing. Lakini mmesha usajili sehemu katika hizi hatua za awali? Tupo kwenye hiyo process. Like haijakamilika lakini ndio tunafanya hiyo process. Sawa, Caroline. Hebu tuambie sasa mwalimu wakati anatunga ule mtihani itahitaji nini na nini yeye hawe nayo huko aliko, na itahitaji kitu gani na gani ambacho mwanafunzi anapaswa awe nacho ili wote kwa pamoja wawe katika njia moja kwenye mtihani? Inatakiwa tuwe na mtandao wa kutosha, internet na kifaa ambao ni PC. Basi. Kwa sababu maana hiyo lecture akiingia kwenye mfumo wetu, sisi tunamwezesha atatengeneza quiz, ataseti majibu, ataseti muda, ataseti kodi ile ya mwanafunzi aweze kuaccess. Alafu ile kodi ataikopi, akishaikopi atatumia sasa wanafunzi. Sasa mwanafunzi atachukua ile kodi. Sasa hiyo kodi haiushii ndani ya mfumo, hapana. Ataituma labda kama namna yote ambayo anatumia kuwasiliana na wanafunzi, kama ni WhatsApp hivyo. Kwa hiyo wanafunzi watachukua ile kodi, watapaste, utapata access. Basi yani kikubwa ni mtandao. Namna gani sasa mmedhibiti mwanafunzi kuweza kucheza na mfumo, kutempa na mfumo
wanafunzi unajua wajanja anapata mtihani kabla hujaingia kwenye mfumo. Hapo katikati hamna mazingira yoyote ambayo yanaweza yakamwezesha mwanafunzi kutempa na mtihani kabla itakuwa ni ngumu. Itakuwa ni ngumu kwa sababu kwanza lecture anaweza akaweka ule mtihani na siupublish kwanza mpaka ufike muda. Kwa mfano anaweza akatengeneza ule mtihani, afu kama mtihani wamesema maybe watakao washike kuanzia saa 7 kamili, anaweza akapublish saa 7 kamili. Unaona? Kwa hiyo hakuna namna yote ambayo mwanafunzi ataenda kwenye mfumo atahack lecture, labda kama sasa hayo ndio mambo ya security. Kipengele cha cyber security. Kwamba akihack mfumo obviously ataona. Lakini ndio maana tunasema bado tuko kwenye development and testing, yani tunajaribu kuboresha, tunadadavua changamoto mpya alafu tunaboresha. Mko katika mwaka wa 3, mwaka ambao mnakwenda kumaliza sasa masomo. Tunafahamu kila mtu ametoka katika familia yake, labda wewe unaweza kumetokea Kilimanjaro, mwenzako umetokea Dar es Salaam, mwingine katokea labda Mwanza, katika hilo group lenu la watu 5. Mnakwenda kumaliza hiyo shahada yenu. Hilo kundi lenu litaendelea kuwepo ama ndio ubunifu utaishia katika makabrasha pale UDOM? Sidhani. Na hisi itaendelea kuwepo. Kwa sababu kwa mfano mfumo ukaonyesha kwamba like unahitajika. Tusilese ikawa kama bado tunahitaji kuendeleza. Tutaendeleza. Na kizuri sasa hivi teknolojia imekuwa. Yaani naweza nikatengeneza kodi zangu huku, nikazipush sehemu inaitwa GitHub, yakaona maboresho, akafanya na akafanya vyake. Yaani open source technologies ziko nyingi. Kwa sababu wakati mwingine tunafanya kwa sababu chuo kinatutaka. Tunafahamu umesema kama wiki 2 zilizopita mlikuwa katika maonyesho ya ubunifu UDOM. Na ndio maana mkaibuka na mfumo wenu pale. Ile ilikuwa ni matakwa ya chuo. Sasa wakati mwingine umemaliza chuo, unakuwa ni matakwa yako binafsi. Labda mimi nimemaliza chuo tu, nimeajiriwa, sitaki tena masuala ya kuhangaika na mifumo. Inakuwaje? Lakini hii sote tumeshalijadili. Tukasema kwamba tunataka tuwe pamoja katika kukuza kama ni ku-maintain hivyo. Gillian, katika uwezeshaji sasa mnafikiri ni kitu gani ambacho mngependa muwezeshwe labda na mamlaka husika kama serikali? Tunafahamu kuna taasisi nyingi ziko chini ya serikali zina deal na masuala kama hayo ya bunifu mbalimbali. Ni kitu gani hasa ambacho nyinyi mnapenda kama serikali au wadau waweze kwa support katika mfumo wenu? Kwa sasa hivi tuko chini ya uangalizi wa chuo, maana ilikuwa ni project kwa ajili ya mwaka wa mwisho. Tuko chini ya uangalizi wa chuo na unatupa support kubwa kwa sasa hivi ni chuo. Kwa tupa ideas mbalimbali na jinsi gani tunaweza kuziba zile loophole ambazo mwanafunzi anaweza akapita na vitu kama hivyo. Ila kwa serikali tunaomba watu support kwenye njia ya kukuza idea yetu ikubalika hata na sehemu nyingine kama hata mashuleni. Maana jinsi tulivyotengeneza mfumo, mtu mwingine anaweza customize kwa ajili ya matumizi yake. Kwa hiyo wakaikuza idea ijulikane zaidi hata mashuleni, watu wengine wanaweza kuwa wanatumia au kwenye taasisi za watu labda mabenki au vitu gani, kuna muda anataka conduct interview na vitu kama hivyo wanaweza kutumika. Kwa hiyo kwanza idea ijulikane, kwamba kuna mfumo kama huu na hivyo. Niwashukuru sana. Tumekuwa na wakati mzuri sana na Caroline Lema pamoja na Gillian Mboya ambao wao wakiwawakilisha wanafunzi wenzao 5 katika grupu lao ambao wanasoma kozi ya mfumo wa taarifa za kielektroniki Chuo Kikuu cha Dodoma, na huu ni mwaka wao wa 3, na moja kati ya vitu walivyofanya ni kuja na huu mfumo wa usimamizi wa mitihani kielektroniki. Umewasikia, wamejipambanua, wameeleza namna mfumo utakavyofanya kazi na vitu kama hivyo. Basi kwa nukta hii mimi nirejeshe matangazo haya hapo studio za jijini Dar es Salaam kuendelea na Morning Trumpet. Asante sana George Mbara, tumepata elimu ya kutosha. Bila shaka sasa watu hawatabia katika vyumba vya mitihani. Hiyo ndio shajara ya leo. Mimi ni Victoria Maximba, nipo na mwenzangu Kevin Novat.